Hujambo na karibu sana katika Kubobea Andikoni, wasaa ambao tunajikita kuangalia maneno ya Biblia kama yalivyo. Huu ni mwongozo wa kujifunza Biblia kwa vijana kuanzia miaka 19 hadi 35. Kwa hiyo ungana nasi tena leo katika somo la kwanza kabisa katika lesoni ya robo ya pili mwaka 2026. Na tunapoanza kabisa, hebu tupate ombi. Tuombe. Baba yetu mtakatifu, tunakushukuru sana kwa ukuu na wema wako. Asante kwa kutupatia wasaa huu wa kujihudhurisha mbele zako. Muda huu tunapojifunza maneno yako, fungua akili zetu tuweze kuelewa kile ambacho unahitaji kutufundisha, katika jina lako Yesu Kristo. Amina. Leo nitaanza na maswali kwa sababu kichwa cha somo letu kinasema kupima uhalisia. Kwa hiyo lazima tujipime, kwa sababu katika kila sehemu ambapo kuna namna ya kupima au upimaji, huwa kuna maswali yanatengenezwa. Kama ni shuleni, basi kuna mitihani, kuna testi zinatengenezwa ili kupima kiwango cha kitu fulani. Kwa hiyo leo kichwa cha somo letu kinachosema kupima uhalisia. Tunaenda kupima uhalisia. Na uhalisia wa nini? Ni uhalisia wa uhusiano wetu pamoja na Mungu. Sasa nikikuuliza maswali kadhaa hapa, natamani uyajibu moyoni mwako kwamba ungewezaje kuelezea uhusiano wako na Mungu leo. Lakini pia, je, ni hai? Je, ni imara au ni tofauti? Lakini pia, je, unawekeza muda katika uhusiano huu kuchunguza neno lake lililovuviwa vizuri kabisa? Na kama unafanya hivyo, kwa muda gani? Yaani kwa kiasi gani cha muda? Je, unazungumza na Mungu kama unavyozungumza na rafiki au ni tofauti na hivyo? Na ikiwa hivyo, basi unatumia muda kiasi gani? Je, unahisi kama unasukumwa kushiriki uhalisia wa uhusiano ulionao pamoja na Mungu na mtu mwingine ili naye aweze kutengeneza uhusiano kama huo ulionao na Mungu, au uhusiano ambao ni wa nguvu zaidi na Mungu? Tunaposoma katika kitabu cha Ufunuo 3 fungu la 16, kwanza tukianza Ufunuo 3 yote kuanzia fungu la 14, hapo kuna uhalisia ambao Mungu anauelezea juu ya kanisa lake leo, na tunafananishwa na kanisa la Laodikia. Natamani nisome katika fungu la 16 tuone uhalisia wa kile ambacho tunazungumzwa juu ya uhusiano huu tulionao na Mungu. Ufunuo 3 fungu la 16 imeandikwa, basi kwa sababu una uvuguvugu, wala hu baridi wala moto, nitakutapika utoke katika kinywa changu. Hapa juu kidogo anaanza kusema, ninayajua matendo yako, ya kuwa hu baridi wala hu moto. Ingekuwa heri kama ungekuwa baridi au moto. Na ndipo anakuja kuendelea hapa fungu la 16 kwa kusema, basi kwa sababu una uvuguvugu, wala hu baridi wala moto, nitakutapika utoke katika kinywa changu. Kumbe uhusiano wetu na Mungu ni wa uvuguvugu. Wenyewe sio wa baridi wala si moto, upo katikati. Na kwa nini anaendelea kusema atatutapika? Nilikaa nikatafakari ya kwamba sasa kama kitu ambacho si moto na si baridi, maana yake si ndicho ambacho hakiunguzi mdomo. Sasa kwa nini hatutapike? Kumbe hatuishii tu kuwa vuguvugu, sisi tuna ladha mbaya. Kwa hiyo kwa sababu tuna ladha mbaya, atatutapika na atatuondoa kabisa. Sasa huenda umeingia katika hali hii ya kutojali, hali ya uvuguvugu, haueleweki. Wewe ni joto, wewe ni baridi, na hii ni hatari sana kama ukiweza kutafakari umilele, kwa sababu umilele unahitaji watu ambao ni moto.
na ni afadhali ungekuwa wa baridi, ingejulikana kabisa wewe ni wa shetani, na sio kuwa nusu kwamba umeshindwa kufaidi kwa Mungu, umeshindwa kufaidi kwa shetani. Kwa hiyo maana yake utapelekwa kwa shetani, kwa sababu Mungu hawezi kuwachukua wale watu ambao wako vuguvugu au wako baridi. Kwa hiyo uchague leo kuwa moto au kuenda na shetani. Sasa nikuulize swali lingine. Je, umewahi kufikiria kama Yesu angepewa nafasi ya describe au ya kuelezea juu ya uhusiano wako ulionao na yeye, huenda angesema ni uhusiano imara, lakini huenda angesema ni uhusiano ambao ni hafifu. Je, umewahi kufikiria ni namna gani ambavyo ungeweza kujibidisha ili wazungu wanasema strengthen, kusimamisha tena huo uhusiano wako wewe na Mungu ambao ulikuwa nao, ambao huenda umevunjika? Kwa sababu Yesu anapoeleza uhusiano wako wewe na yeye, ndicho kile kinachoelezwa katika fungu la 14 hadi 16, na sio 16 tu, hadi 22, ya kwamba anafahamu matendo yako, ya kwamba wewe si baridi wala si moto, na kutokana na hivyo atakutapika, na atakapokutapika utakuwa hauna namna nyingine ya kuokolewa. Sasa juma hili tunaangalia na tunapima na kujichunguza juu ya uhusiano wetu tulionao na Mungu, na tunaona namna gani tunaweza kubadilika katika hali hiyo ya uvuguvugu, na tuje katika hali hiyo ambayo ni ya nguvu au ya imara. Neno la Mungu katika kitabu hiki cha Ufunuo 3 fungu la 14 hadi 22 limeeleza vizuri namna gani tunaweza tukatoka kuwa na uhusiano wa kivuguvugu na kuwa na uhusiano imara. Kwa hiyo ungana nami katika kuchunguza na kupima uhalisia wa maisha yetu, namna gani tunaweza tukabadilika na kuwa imara zaidi. Kuna mada ndogo hapa inayosema kula pamoja na Yesu. Katika kitabu hiki cha Ufunuo 14 hadi 22 tunaona kuna wito unaotolewa. Kwanza tunaanza na maelezo ambayo yanaeleza namna gani Mungu anamuondoa mtu katika hali ya dhambi na kumfanya arudi na kuwa karibu naye, na baadaye namna gani ambavyo Mungu anajitoa kikamilifu kuendelea kukuza huu uhusiano ambao ni wa mwanadamu na uhusiano wake yeye. Sasa sisi wanadamu ndio tuna hali ya uvuguvugu, lakini hatuishii hapo. Jambo la ajabu ni kwamba hatuishii hapo. Kumbe tunasema waziwazi na tunajieleza waziwazi. Na waziwazi tunaeleza nini? Fungu la 16 na fungu la 17 inasema, kwa kuwa wasema mimi ni tajiri, nimejitajirisha wala sina haja ya kitu, nawe hujui ya kuwa wewe ni mnyonge na mwenye mashaka na maskini na kipofu na uchi. Yaani tunapita mtaani kabisa tunatangaza ya kwamba mimi ni tajiri, nimejitajirisha, nina kila kitu, sihitaji chochote. Lakini hao watu wanaotuangalia huko nje, na Mungu mwenyewe anapotuangalia anaona kabisa sisi ni maskini, alafu ni kipofu, kwa sababu hatuoni uhalisia wa kile kilichopo, na anaendelea kusema na tu uchi. Inasikitisha kiasi gani? Sasa Mungu anaeleza kwamba kama unahitaji kuondokana na hiyo hali, kwa sababu nimeshakwambia uhalisia, kwa sababu wewe hujui. Anasema hujui wewe ya kwamba ni kipofu, maskini na uchi. Sasa ninakupa shauri ili uweze kuondokana na hiyo hali, ili uweze kubadilika katika hiyo hali. Naamini kabisa pale ambapo mtu ni hajavaa nguo, alafu anakutana na watu wanamwambia, mbona hujavaa nguo? Mbona wewe
uko hivyo, mbona haueleweki? Kwa sababu alikuwa hajitambui na fikra zimekuja za utambuzi, na akajitambua ni lazima aombe msaada kwamba nifanyeje sasa ili niweze kuvaa nguo, kwa sababu mimi najiona nimevaa nguo lakini kumbe sijavaa nguo. Sasa nifanyaje? Sasa Mungu anakuja, anaingia na kutoa shauri. Fungu la 18 anasema, nakupa shauri, ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto, upate kuwa tajiri, na mavazi meupe upate kuvaa, aibu ya uchi wako isionekane, na dawa ya macho ya kujipaka macho yako upate kuona. Anakupa shauri, ununue kwake dhahabu iliyosafishwa. Na utanunueje dhahabu iliyosafishwa? Ni kwa kujikita kujifunza maneno yake, kusoma maneno yake, kusoma Biblia vizuri kabisa, ili uweze kuwa tajiri, uweze kuwa na ujuzi mkubwa kichwani ambao utaweza kusimama na kunena dhidi ya watu, wakakusikia na wakasema huyu ametoka kwa Bwana. Sasa kuna mada ndogo hapa ambayo inasema kula pamoja na Yesu, kula pamoja na Yesu. Na unaposema kula pamoja na Yesu au watu wanakula pamoja, inamaanisha ya kwamba hawa watu wana ushirikiano, hawa watu wana uhusiano wa karibu sana, kiasi kwamba wanaweza kula pamoja. Kwa sababu kama mtu hamna uhusiano naye, unaweza ukachukua chakula hapa ili ule, lakini usile hapa, ukaenda kula nyuma ya nyumba kabisa huko. Na ndivyo inavyokuwa. Unaweza ukaona hata katika mikusanyiko mbalimbali kunakuwa na watu kadhaa ambao wanaweza kukaa pamoja, ambao wamezoeana, wanakula pamoja, lakini kuna watu wengine ambao hawajazoeana, wanachukua chakula lakini wanaenda kula mbali. Sasa Yesu anatuambia ili tuweze kudumisha uhusiano pamoja naye, kiasi kwamba tunaweza kula pamoja naye, kuna mambo kadhaa hapa ambayo lazima tuyazingatie, na yanaanza katika fungu la 18 ya kwamba fungu la 19, wote ni wapendao mimi na wakemea na kuwarudi, basi uwe na bidii ukatubu. Kwamba kama unahitaji kudumisha uhusiano ambao tumeutengeneza upya na umeanza upya, pale unapokosea, pale unapotenda dhambi, nitakukemea. Na nitakapokukemea, lazima utambue kwamba hayo makemeo yangu yako sahihi na yanahitaji kukubadilisha, kwa sababu hauwezi ukatambua hii ni dhambi usipokemewa. Hata mtoto mdogo pale anapotenda makosa, mzazi wake asipomwambia hili ni kosa, ataendelea kulifanya. Kwa hiyo Mungu anasema unapotenda dhambi, mimi nakukemea na kukurudi. Basi ninapokukemea na kukurudi, uwe na bidii ukatubu, kwa sababu utakapotubu utathibitisha wazi wazi ya kwamba unahitaji kurudisha tena uhusiano wetu huu ambao unaanza kuvunjika tena kwa dhambi. Na fungu la 20 anasema, tazama nasimama mlangoni na bisha, mtu akiisikia sauti yangu na kuufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. Ya kwamba utakapokuwa radhi kumpa nafasi Mungu, labda ni kukumbushe kitu kimoja, kwamba Mungu havunji mlango wako kamwe. Hajawahi kueleza waziwazi ya kwamba mimi nitakuja nitavunja mlango wako niingie. Lakini maneno yote katika Biblia yanaeleza Mungu anahitaji umpatie ruhusa ili aweze kuingia. Na ukishampatia ruhusa ya kufungua mlango akaingia ndani mwako, ataubadilisha moyo wako, atayabadilisha maisha yako, na mtapata kula pamoja na mtafurahi pamoja. Na anaendelea kusema mwisho kabisa, yeye ashindaye nitampa kuketi pamoja nami katika kiti changu cha enzi. Ahadi ya thamani kiasi gani ya kwamba utakaposhinda haya yote,
si kwamba utakuwepo tu mbinguni, lakini utapewa nafasi ya kukaa naye katika kiti cha enzi kama yeye alivyoshinda. Anaendelea kusema, kama mimi nilivyoshinda nikaketi pamoja na Baba yangu katika kiti chake cha enzi. Na anamalizia kusema, yeye aliye na sikio na asikie. Yesu anabisha hodi, anakuita sasa hivi, lakini ni lazima ufanye uamuzi wa busara wa kuchagua kumfungulia yeye ili aweze kuingia moyoni mwako. Unapotafakari msalaba wa Kristo na namna ambavyo alijitoa kikamilifu kwa ajili yako, hata akashuka ili kila mtu anayemwamini apate kuokoka na aokolewe na asipotee, hilo linakupa nguvu kiasi gani ya kufungua mlango ili kumruhusu yeye aingie? Amua leo kufungua mlango wa moyo wako ili aweze kuingia ndani yako. Sasa kuna mada nyingine hapa ambayo inatoka katika kitabu cha Yohana 15 fungu la kwanza hadi 11. Wiki hii tunaangalia vitabu viwili vikubwa, na tumeangalia sura ya 3 ya Ufunuo na tunaangalia sura ya 15 ya Yohana. Na hapa tunaona namna gani tunaweza kuunganishwa na mzabibu. Tunaendelea na mwendelezo ule ule wa swala la kukagua uhalisia. Uhalisia wa nini? Uhalisia wa uhusiano wetu na Mungu. Katika dakika zake za mwisho za Yesu kuwepo hapa duniani, wakati anaelekea kabisa kusulubiwa, aliwaeleza wanafunzi juu ya uhusiano ambao wanahitaji kuwa nao pamoja na yeye, kuwa nao pamoja na mbingu, kuwa nao pamoja na Mungu. Na huu uhusiano unafananishwa kabisa na namna ambayo mzabibu upo. Yesu alitumia mzabibu kwa sababu ulikuwa ni mmea ambao walikuwa wameuzoea na ulikuwa unapatikana kiurahisi katika maeneo yale waliokuwepo, na akaeleza ya kwamba mimi ndimi mzabibu na Baba yangu ni mkulima, alafu nyie ni matawi, na kila tawi lisilozaa huliondoa, lakini tawi linalozaa litaendelea kuwepo kwa sababu litawekwa vizuri na kufanywa liendelee kuzaa sana. Kwa hiyo Kristo ni shina, sisi ni matawi, na Mungu Baba ndiye mkulima. Kwa hiyo kama tukikaa ndani yake tutazaa matunda zaidi. Tukijishikisha katika shina ambalo ndilo mzabibu wenyewe, tutazaa matunda zaidi, na kuzaa matunda ni ushahidi kabisa ya kwamba tumeunganishwa pamoja na mzabibu vizuri, kwa sababu kuna matawi mengine yanakuwepo lakini hayazai matunda. Kwa hiyo hayana uthibitisho wa kwamba yameunganishwa na mzabibu, ndio maana yanakatwa. Lakini matawi yanayozaa matunda huthibitisha wazi wazi ya kwamba yameunganishwa katika mzabibu, na kwa hakika yanapata nutrients zote, yanapata nguvu zote kutoka katika shina ambazo ndizo zinawezesha hilo tawi kuweza kuzaa matunda. Kukaa ndani ya Kristo wakati mwingine huonekana kama mojawapo ya mambo magumu zaidi kufanya, na hilo ni kwa sababu shughuli za dunia zinatufanya tuwe busy, zinatufanya tusahau, tusiwe na muda kabisa wa kukaa pamoja na Mungu, kuchunguza neno lake, kujifunza kuhusu yeye. Lakini pale ambapo tutatenga muda na tutaamua kukaa kwa utulivu ili kuweza kumsikia yeye akinena nasi, tutathibitisha ya kwamba tuko pamoja na Mungu na tumejikita katika mzabibu wa kweli. Kuna mada nyingine hapa inasema kukaa ndani ya Kristo. Mungu alitupenda kabla hatujazaliwa. Alipanga kuwa na uhusiano pamoja nasi, na hivyo hututafuta kama mchungaji ambaye yeye ni mwema
na kutualika kukaa ndani yake kila siku. Leo hii Mungu anatamani tuwe na uhusiano ulio hai pamoja naye. Hatamani tuwe na uhusiano nusu au uhusiano ambao sio hai, uhusiano ambao hauna mbele wala nyuma. Anatamani tujikite kuishi pamoja naye. Lakini zaidi ya hapo, kuna ishu ya utomvu ambayo inaelezwa. Utomvu ni majimaji mazito ambayo yanapita kutoka kwenye shina kwenda kwenye matawi, na wakati wa kiangazi au kuna hali ndogo ya maji, utomvu huwa unapunguka na kuyaacha matawi yaendelee kutulia pasipo kuendelea kukua zaidi, ili yasiweze kutumia maji zaidi yaliyonayo. Lakini pale ambapo wakati wa joto unakuja na maji yanakuwa mengi, utomvu hupanda na kwenda kwenye matawi na kuyahuisha ili yaweze kuanza tena kuzaa. Utomvu unafananishwa na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu huisha nafsi zetu na kutufanya tuwe hai tena na kuweza kufanya vitu zaidi. Pale ambapo hatutakuwa na Roho Mtakatifu maishani mwetu, hatutaweza kuzaa kabisa, hatutaweza kukua tena. Tunamhitaji Roho Mtakatifu leo ili kuweza kutukumbusha siku kwa siku kurudi na kupitia katika neno la Mungu ili tuweze kumwelewa Mungu. Pasipo Roho Mtakatifu tutasoma Biblia, tutasoma vitabu vya roho ya unabii kila siku, lakini hatutaweza kuelewa, kwa sababu Roho Mtakatifu ambaye ndiye kiongozi, ambaye anatufungua akili tuweze kuelewa, hayupo maishani mwetu. Mungu atusaidie tumtafute huyu Roho Mtakatifu kwa kumwomba Mungu atupatie huyu Roho Mtakatifu ili tuweze kumwelewa na aweze kuuisha nafsi zetu na kutufanya tukue zaidi katika Kristo, hatimaye tuzae matunda. Sasa kuna mambo kadhaa hapa matatu ambayo natamani uyakumbuke. Hata ikitokea umesahau vitu vyote, kumbuka haya ninayotaka kuyasema. Moja, kabla ya kukua katika uhusiano wetu na Mungu, lazima kwanza tusimame na kufikiria uhusiano wetu sasa naye ukoje. 2, ikiwa uhusiano wetu na Mungu unafifia, Kristo anatoa suluhisho kamili kwa hali yetu ya kiroho: kukaa ndani yake. Na jambo la mwisho kabisa, Mungu daima ametaka uhusiano wa karibu na mwanadamu. Ana shauku nawe, ndio wewe hasa. Mungu anahitaji kuanzisha mahusiano na wewe. Je, utampatia nafasi? Ikiwa utampatia nafasi, ungana nami katika ombi hili ninapoenda kufunga somo hili. Baba yetu mtakatifu, tunakushukuru sana kwa sababu tumechunguza maisha yetu na kuona ya kwamba tumepungua. Tunahitaji kuanzisha uhusiano wetu mpya tena na wewe. Fungua akili zetu, tusaidie tuelewe kile ambacho tunakihitaji kutoka kwako, kile ambacho unahitaji kutoka kwetu, tuweze kukidumisha na tuweze kukuvuta uweze kuingia katika maisha yetu. Tunaamini utakuwa pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo. Amina. Basi ndugu mpenzi mtazamaji, ikiwa haya masomo yanakubariki, kumbuka kulike, kushare na kusubscribe. Watu wengine pia waweze kubarikiwa kuwa mwinjilisti wa kidijitali. Asante. Mungu akubariki sana mpaka wakati mwingine. Mimi ni Baraka Tosi.